بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah للإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله: قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. بين رحمه الله تعالى أنه استخلص هذه العقيدة مما اعتقده وسار عليه الأولون من الصحابة الهداة. hapa abainisha rahimahullah kuwa hii aqida ameifupisha na kuichukua kutokamana na kile walichokiitakidi na kukifuata wale wa mwanzo katika masahaba waongofu. Kwa hivyo hii aqida ameichukua na kuiandika na kuiweka katika kitabu chake hiki kwa kile alichokipokelea kutoka kwa wale waliotangulia, na bimaana hili jambo ni kwa ijmaa ya salafu salih. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. وهكون اختلاف بين سلف katika itikadi hii. Hili jambo wote walikuwa nalo, na wale waliokuja baada yao wakawafuata na kuwaiga, wa hakadha. وذلك لأنهم خير القرون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. na itikadi yetu tuichukua kwa kile ambacho wametuachia wale wema waliotangulia, kwa sababu karne yao ndiyo karne iliyokuwa bora, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: khairun nasi qarni, watu walio bora kabisa ni hii karne yangu, yani yeye Mtume sallam na masahaba wake. thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliokuja baada yao. thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliokuja baada ya hao waliokuja baada ya masahaba. ولأن الله تعالى أثنى على إيمانهم، نبيه كسب الله سبحانه وتعالى أميسيف إيمان يا مصحابه. فقال عز وجل عن أهل الكتاب: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله akiwazungumzia ahlul kitab
walau kama wataamini hawa ahlul kitab kama vile walivyoamini masahaba, basi hapo watakuwa wameongoka. Ay bimithli imani sahabati, kama kwa mfano wa imani ya masahaba, faqad hasalat lahumul hidayah, basi kwa kweli watakuwa wamepata uongofu. Na hii ni miongoni mwa dalili nyingi za uwajibu wa kuwafuata salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim, wale wema waliotutangulia. Pamoja na kuwa hizi dalili ziko wazi, subhanallah, ikiwa Allah amekuwafikisha wewe kuwa salafi kikweli, si kwa madai, basi ni neema. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana, sababu hizi aya ziko wazi sana. Na wako wangapi katika waislamu ambao wamejipiga kifua katika kuleta upinzani dhidi ya hii da'wa? Ni wangapi? Na aya za Qur'ani ziko wazi na ahadithi za Mtume sallama ziko wazi. Na ndio hapo ufahamu kuwa hidayah ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. hidayah ni neema ya Allah subhanahu. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. قوله وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. فالتابعون لهم بإحسان تمسكوا بهذه العقيدة اقتداء بمن سلفهم من الصحابة المهتدين، ورضوا بها وانشرحت صدورهم لها وتلقوها بالتسليم والقبول، لأنها العقيدة التي أمرنا بالإيمان بها في الكتاب والسنة. التابعون لهم بإحسان، وليوفوات مصحابة وويما، تمسكوا بهذه العقيدة وهو مشكمانا نيتكده. wakati leo tuwaona sisi katika wale wanaodai kuwa ni katika watu wa sunna, katika ahlu tahazzub au hizbiyun, utaona wakidai kuwa wao ni watu wa sunna, lakini ukitizama uhakika wa madai yao haya utakuta kuwa ni waongo. Kwa mfano, ikiwa kweli wewe ni mtu wa sunna, hebu isome itikadi ya salaf katika vitabu kama hivi, kama Sharh as-Sunnah lil-Muzani, Sharh as-Sunnah lil-Barbahari, Usul i'tiqad ahli as-Sunnah wal-Jama'ah lil-Lalaka'i, Usul as-Sunnah lil-Imam Ahmad, Lum'at al-i'tiqad lil-Maqdisi, Soma al-Wasitiyya li Sheikh al-Islam. Kwa mfano vitabu kama hivi, kisha wallahi wasomeshane, kisha waone misimamo yao, ikiwa kweli watafuata haitakuwa kama yetu. Wasomeshane vitabu vile inavyotakana kueleweka, wasipindishe kama vile walivyosoma. Kwa mfano wachukua sharh ya Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, sharh ya Sheikh Al-Fawzan, wasome wanaoviona wanavyoeleza yale maneno ya salaf maana yake nini, kisha waangalie kama hawatokuwa na misimamo yetu ikiwa ni wa kweli, basi ikiwa ni wa kweli. Lakini wengi katika hawa wanaodai sunna na hawasomeshani sunna ni waongo, na ndio maana tuonekana sisi tuaje na mambo mapya kweli. Hivi Sharh as-Sunnah lil-Muzani ni ya leo. Al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala wa leo mwanafunzi wa Imam Shafi'i. Sisi tusomeshana aqida aliyoandika yeye, kisha bado jamaa salafia jadida. Jamaa, mbona hamna adabu nyinyi? Hawa si salaf hawa. Watu wasomeshana usulu sunna lil-Imam Ahmad, kimeandikwa na al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kama kweli hawa ni watu wa sunna, na wasomeshane kitabu waone kama ni wa kweli. Basi sisi ndio wa kweli, tuwafuata salaf, wale ni salafia jadida. Someshaneni basi. Ama hawa wenzetu wasoma vitabu gani jamani?
hebu waulizeni jamani, labda tutatizika sisi, hawa wasoma nini hawa mpaka waone dini yetu ni mpya, wakati ni dini iko kwenye vitabu tu, katika Qur'ani, katika Bukhari, katika Muslim. Soma sunan, masanid, mambo haya utayapata humo katika sunna za Mtume sallam. Kisha juu yake mtu akwambia hii dini mpya. Dini mpya kwa mpumbavu kama wewe, kwa mjinga kama wewe usielewa, umekubali kuwa jahil, itakuwa ni dini mpya kwako wewe. Lakini wewe yako ya kusherehekea, kwa mfano masufi karibuni wamesherehekea miaka 100 tangu kuanza kwa maulidi. Sasa fujo lenu lote kumbe karne moja tu. Sisi tuna karne 1400 nyuma huko. Sasa nana dini mpya jamaa? Mbona hamna adabu tena? Narejelea, hamna adabu. Sababu mwazungumza dini ya Allah bila ya ilmu. Kwa hivyo wale waliofuata wale kwa wema wameshikamana na aqida hii iqtidaan biman salafahum min as-sahabati al-muhtadin, kuwaiga wale waliowatangulia katika masahaba waongofu. Masahaba ni waongofu wote, na hili ndio hawalitaki. Hawa kazi yao kufuata, ukiambiwa hivi ndio ufuate, wasema hivyo. Wana kambi yao kule Ghufeli, sema hivyo, wana kambi yao. Kama ukubaliani na wao basi wewe hui salafi. Kadhabun ashir, wallahi kadhaba fajara. Jamaa wana fujur katika khusuma hawa. Wewe huna budi, ni wajibu kufuata manhaju salaf. Sasa wewe unataka kuambiwa nini? Waambie ukitaka fuata, ukitaka usifuate, alafu sisi tuko na wewe. Ni wajibu kuwaiga wale wema waliotutangulia, na hawa salafu wakawaiga, waradhu biha, na wakaridhia aqida hii, wansharahat suduruhum laha, na nyoyo zao na vifua vyao vikafunguka kuikubali itikadi hii, watalaqauha bitaslimi walqabul, na wakaikabili hii i'tiqad kwa kujisalimisha na kuikubali. لأنها العقيدة التي أمرنا بالإيمان بها في الكتاب والسنة، كسبب ndio عقيدة tulioamrishwa kuifuata katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قوله وجانبوا التكلف فيما كفوا. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما جاء في الكتاب والسنة فيه الكفاية والغنية والسلامة عن أن نتكلف ونتخرص أمورا لم ترد فيهما كما هو الحاصل عند أهل البدع. hapa mwandishi rahimahullah abainisha kuwa yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna kututosheleza na kuna usalama kwetu sisi, kuliko mtu kujikalifisha akawa ataropokwa na kupwayuka maneno na mambo ambayo hayakuja katika Qur'an wala sunna, kama ilivyo kwa ahlul bid'ah. Hebu angalia kwa mfano, mtu ahudhuria darasa ya ahlul bid'ah, pale mengi unawasikia na uyazungumza, atakwambia mimi naona, mimi nasema, mimi naona, mimi nasema. Haegemezi yale maneno yanayozungumza kwa ulama waliotangulia, kwa nusus za Qur'ani na sunna. Wao wazungumza wao kama wao, si maneno ambayo yamekuja kutoka kwa wale waliowatangulia wao. Kwa hawana misingi katika, ndio muona wakhtalifiana sana katika rai zao, sababu kila mmoja na rai yake, na huku ni kujikalifisha, na huku ni kuropokwa mambo ambayo hayana msingi wowote, la katika Qur'an la katika sunna. Na hili utaliona kwa ahlul bid'ah sana. Wao ni wao tu wanavyoona ndio itakuwa dini, na hili ni kosa kubwa sana. Ahlus sunna hawako hivyo, bali ahlus sunnati wal jamaa yale wanaoyazungumza wametosheleka wao na kile kilicho katika kitabu cha Allah
na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawajikalifishi. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, nyinyi fuateni wala msizue, mshatoshelezwa. Yaliyomo katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallama tayari yawatosheleza enyi waislamu. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم, yule ambaye hatotosheleka na kile ambacho kimemtosheleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, na masahaba wake, wattabi'ina lahum biihsan, na wale waliowafuata kwa wema, wala'immati min ba'dihim, na maimamu baada yao, fala wasa'a Allahu alayhi, na wala Allah asimkunjulie na kumtosheleza mtu kama huyo. Maneno ya salaf, maneno ya ulama ni kama haya. Ndio wale nawatajia, mtu aweza kuhudhuria darasa wewe akwenda darasani mimi, mashaallah, sasa hivi nenda darasani mimi, kisha muulize wamjua, kwa mfano wamjua Sheikh Abdul Muhsin Abad, sijawahi kumsikia. Nani huyo? Ujue mzuka huyo mzuka. Katika alama ya kuwa hufaidiki katika darasa unazokwenda, hujui wanaovioni, sababu hutajiwi. Utaketi vipi wewe kwenye darasa hakutaji kwa mfano Ibn Taymiyyah, hakutaji Ibn al-Qayyim, hakutajwa Imam Ahmad, hakutajwa Imam Shafi'i, hakutajwa Imam Malik na maneno yale yazungumza, hakutajwa Imam al-Muzani, hakutajwa yoyote katika wanao Ibn Qudama, wala wote hataji. Ukimtajia ndo nani huyo? Ndo yale nikawaambia siku moja, yule bwana ambiwa wamjua Imam Shafi'i, akasema namjua, si yule mzee Shafi'i auza papa sokoni? Ndio haya. Huu ni ujinga wa kupita mipaka. Kwa hivyo masalafi hawako hivyo. Masalafi wametosheleka na kile ambacho wale waliopita wametufanyia sahali. Qur'ani Allah ametuteremshia, Mtume sallama akaiweka wazi katika sunna yake, masahaba wakatufahamisha maana ya Qur'ani na sunna, na salafu wakazungumza mengi sana. Kwa sisi tunukuu yale, tusomeshana, wala hatujikalifishi. قوله فسددوا بعون الله ووفقوا، أي حظوا بالسداد والتوفيق، حظوا بالسداد والتوفيق، وكجشندية أساوى نتوفيق وسبب يكون فواتوالي. والسداد هو إصابة الحق، السداد نقول متك يبات حقي، فكان هذا جزاؤهم لأنهم تحروا السداد وإصابة الحق في اعتقاداتهم وأعمالهم. وإكاوا malipo yao ni kuwa wao wameupata usawa na wameipata tawfiq, kwa sababu wameutafuta usawa, wameitafuta haki katika itikadi zao na vitendo vyao na amali zao. لأنهم لازموا أئمة الهدى، kwa sababu wamelazimiana na maimamu wa uongofu. Watamassaku bilhaqqi qadra istita'atihim, na wakashikamana na haki kwa kadri ya vile walivyoweza. Wajahadu anfusahum fi tahsil alhidayah, wakapigana na nafsi zao katika kuipata hidayah na uongofu, kama qala Nabii sallam inna ad-dina yusrun. Mtume sallam asema dini ni sahali, nyepesi. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، hakuna yote atakayekutaka kuleta uzito katika dini isipokuwa itamshinda. Fasaddidu waqaribu wa abshiru, kusaddidu ni kule mtu kuutafuta usawa na ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kufikia katika usawa, kisha akatubashiria khairi tukifanya hivyo. قوله لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. في هذه الجملة إشارة إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين الغلو والجفاء. katika hii sentensi au hii jumla kuna ishara ya ukati na kati wa ahli sunna baina ya ghulu na ususuwavu, kupita mipaka na ususuwavu.
والإفراط والتفريط. وذلك أنهم لم يحصل منهم رغبة عن اتباع نصوص الوحي. hawajachukia kufuata nusus za Qur'an na Sunna, bali wana raghba ya kuzifuata. hawakuwa na raghba ya kujitenga nazo, sababu ikija raghbatan an shay maana yake ni mtu kuchukia lile jambo. kwa hiyo annahum lam yahsul minhum raghbatun an ittiba'i nusus alwahyin, wa hadha yu'addu taqsiran. mtu akichukia kufuata nusus za Qur'an na Sunna ni upungufu. ولم يجاوزوا ما جاء فيهما ويعتدوا بالزيادة وهذا يعد غلوا. na wala hawakupita mipaka katika yale yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna wakawa wataongeza, na hili itasabika kwa nini? ni ghulu, kupita mipaka. ويدل على هذا المنهج الوسط نصوص عديدة. kuna nusus nyingi dalili ya huu mfumo wa kati na kati. منها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. walikuja watu watatu kwa nyumba za wakezi Mtume sallama kuulizia kuhusu ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam. فلما أخبروا كأنهم تقالوها, walipoelezewa kuwa Mtume sallama afanye ibada hivi na hivi na hivi, ni kana kwamba wakaziona ni chache, ibada anazifanya ni chache. فقالوا, wakasema, wa aina nahnu minan nabii sallam, ni kama wampa udhuru nani? Mtume sallam, kuwa Mtume sallama hizi ibada zake ni chache kwa sababu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, amesamehewa madhambi yaliyopita na atakayokuja, ndio maana yofanya ibada kiasi tu. Usione kiasi tu. Vipi wajua kiasi? Kiasi maana yake ni hii. wanaambiwa Mtume sallam alikuwa akisimama usiku akiswali rak'a moja, yasoma suratul Baqara, suratul Ali Imran, suratul Nisa, akishamaliza yarukuu hiyo rak'a moja. Mfahamu sivyo? wakati mwingine yasoma mpaka suratul Tauba rak'a moja, zile tiwal, Baqara, Ali Imran, Nisa, Maida, An'am, wenda mpaka kwenye Anfal na Tauba, soma rak'a moja. na hivyo hivyo hawa waziona ibada hizo nini? mchache. Mwafahamu, lakini sijui hakuna hapa sijui ati alikuwa akiswali swala hafifu na hizo ibada ulizosoma za Mtume sallam, zile swala ndefu za usiku za kila siku, na pia hawa bado wakaona nini? mchache hizi. Kwa nini? Kwa sababu si walala alafu ndio yuamka. Sisi sasa kama ni usiku hakuna kulala mpaka mchana, ikifika mchana kulala, alafu fanya shughuli gani? طيب فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم, kila mmoja akaanza kusema, أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وصحابه walikuwa na jalad katika ibada, watakufanya ibada kisawa sawa, lakini hapa walikuwa wamekosea katika hili. Pamoja na kuwa sio nia yao kumkhalifu Mtume sallam, wao waona ni sawa. Kwa mmoja akasema, mimi usalli llaila abadan, nitaswali usiku siku zote na silali, bimaana usiku nitauhuisha, mchana nitapumzika. Waqala akhar, mwingine akasema, ana asumu ad-dahra wala uftir, mimi nitafunga mwaka mzima, siwachi hata siku moja. Haimaanishi hata kula mwaka mzima, yani atafuturu wakati wa kufuturu, lakini atafunga siku zote. وقال آخر, na mwingine akasema, ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada, mimi bwana nawagura wanawake, siowi, sitaki kuoa bwana. Hadha watanishughulisha bwana wanawake, mimi nitafanya ibada tu. Na wako masufi ambao walifanya mambo kama haya kule Yaman. Wallahi balaa tu, ukisikia wanaoyazungumza balaa.
wako katika masufi ghulat ambao walifikia mpaka kukata dhakari zao kisha sema shaghalani hadha an rabbi, hii imenishughulisha sana na Mola wangu. Ghulu kupita mipaka. Sallallahu alaihi wasallam wasema mimi nitagura wanawake, sioi sababu wanawake watanishughulisha na ibada. Mtume sallama akapata habari, fajaa rasulullah sallama ilayhi, Mtume sallama akaja kwa faqala antum alladhina qultum kadha wa kadha, nyinyi ndio mlosema jambo kadha wa kadha. Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Na hapa akawabainishia mwanzo kuwa mimi namcha Mungu zaidi na muogopa Allah zaidi kuliko nyinyi. Kwa lau kama ingelikuwa kuna khairi katika hayo mliyozungumza ningeanza mimi kuyafanya, ndio maana yake. Tuelewana hapa sasa? Lau kama ni khairi hayo mliyosema msingenitangulia mimi, ningefanya mimi kwa sababu mimi namcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Kwa hili mlifahamu. Msiseme kuwa kwa sababu amesamehewa basi ndio atazembea katika ibada. La, Mtume sallama ndiye anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yoyote min al-awwalin al-akhirin. Hakuna atakayetokea mcha Mungu kama Mtume Muhammad sallallahu. Lakini asumu wa uftir, lakini mimi nafunga na siku nyingine nala mchana. Wa usalli wa arqudu, na nasali usiku na nalala pia. Wa atazawwaju an-nisaa, na mimi pia naoa. Lakini watu wengi wajua hapa mwisho tena yasemwa hivi, haisemwi hivyo, sema an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Watu washika pale tupikia tu sasa, watazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia sunna yangu si katika mimi. Kwa hiyo ibada kati na kati. Qawluhu fanahnu billahi wathiqun wa alayhi mutawakkilun wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun. في هذا تأكيد من المصنف رحمه الله لما تقدم بيانه من ضرورة الفزع إلى الله عز وجل والرغبة إليه في طلب الهداية إلى الحق والتمسك به والثبات عليه، فبيده وحده التوفيق والهداية، كما قال تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. hapa atilia mkazo المصنف رحمه الله yale tulotangulia kubainisha huko nyuma, dharura ya kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na raghba kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kuiomba hidayah katika haki na kushikamana na haki na kuwa imara katika haki, kwani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika mikono yake ipo tawfik na hidayah, hakuna yeyote mwingine. Yeye ndiye anayemiliki tawfik na hidayah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala man yahdillahu fahuwa almuhtadi, yule ambaye Allah atamuongoza huyo ndiye muongofu. Waman yudlil faulaika humul khasirun, na yule aliyemkadiria kupotea basi huyo atakuwa ni katika wale waliokula hasara, na upotofu atakuwa ni mwenyewe ameuchagua. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.